أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu sifa za Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Leo pia nitaendelea na mada hiyo hiyo. Imesimuliwa na Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya kwamba aya allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim, yani wale waliomuitikia Allah na mtume baada ya majeraha kuwapata, kwa wale waliofanya wema miongoni mwao na kumcha Allah utakuwa ujira mkubwa. Kuhusu aya hiyo, yeye alimwambia Urwa ya kwamba, ewe mtoto wa dada yangu, baba yako Zubair na Abu Bakar walikuwa miongoni mwao, ambapo siku ya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata uzia aliyoupata na washirikina wakaondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata wasiwasi juu yao kwamba wasije wakarejea. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nani atakwenda nyuma yao. Watu 70 wakajitokeza kwa ajili ya kazi hiyo. Urwa alikuwa akisema kwamba miongoni mwao walikuwepo Abu Bakar na Zubair radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan wakati wa vita vya Uhud alipokuwa mlimani, naye akasema kwamba mwakani katika siku hizi hizi tutakutana tena katika eneo la Badr, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali wito wake. Abu Sufyan kwa haraka tu akiwa na jeshi lake akaelekea Makka. Matukio yatokayo mbele Mirza Bashir Ahmad Sahib ameyaeleza kama hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuchukua tahadhari akitayarisha kundi la maswahaba 70 ambao Abubakar Siddiq na Zubair pia walikuwa ndani yake, alituma nyuma ya jeshi la Quraishi. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Wanahistoria wengine wanasimulia hivi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Ali, au kwa mujibu wa riwaya zingine alikuwa amemtuma Saad bin Waqas kwenda nyuma ya Quraishi, na akamwambia ya kwamba nilete taarifa ikiwa jeshi la Quraishi lina nia ya kuishambulia Madina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba Quraishi kama watakuwa wamepanda ngamia na kuwatembeza farasi bila watu, basi uelewe kwamba wanarejea upande wa Makka na hawana nia ya kuishambulia Madina. Na kama watakuwa wamepanda farasi, hapo ujue kwamba nia yao si nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsisitiza ya kwamba jeshi la Quraishi likielekea Madina, taarifa yake iletwe kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa jaziba sana ya kwamba Quraishi wakishambulia Madina, basi wallahi sisi tukipigana nao tutawaonjesha ladha ya shambulio hilo. Hivyo mtume watu waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaenda nyuma yao, na katika muda mfupi tu
wakarejea na habari hii ya kwamba jeshi la quraishi linaelekea upande wa makka. hat anas bin malik alisimulia ya kwamba hat abubakar baada ya kifo cha mtume salallahu alaihi wasallam alimwambia hat umar ya kwamba twende kwa umme eman na tumtembelee jinsi mtume salallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimwendea kukutana naye. hat anas alisema ya kwamba sisi tulipofika kwake yeye akaanza kulia. Wao wawili wakasema kwamba kwa nini unalia? chochote kilichopo kwa allah ni bora kwa mtume wake. umeaman akasema kwamba mimi najua ya kwamba chochote kilichopo kwa allah ni bora kwa mtume wake, lakini mimi nalia kwani sasa wahyi umekatika kutoka mbinguni. hat anas anasema ya kwamba umeaman akawafanya wote wawili kulia, yani kwa sababu yake hawa pia wakaanza kulia, yani wao pia wakaanza kulia pamoja na umeaman. nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, eni watu, allah alinituma kwenu na nyini mlisema kwamba wewe ni mwongo, na abubakar akasema kwamba wewe ni mkweli, na yeye akanihurumia kwa mali na kwa nafsi yake. almuslih maud raziallahu taala anhu anasema hat abubakar raziallahu taala anhu ndiye mtu ambaye kuhusu yeye mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba kila mmoja wenu alinikataa, lakini abubakar alikuwa mtu ambaye sikuona upotofu vovote ndani mwake. wakati wa suluhu ya hudabia, mkataba wa suluhu ulipokuwa unafanywa kati ya mtume salallahu alaihi wasallam na makuraishi wa makka, na mtume salallahu alaihi wasallam sawa na masharti ya mkataba alimrudisha abu jandal. wakati ule masahaba walikuwa wamepata hasira kali. akieleza habari hiyo, mirza bashir ahmad saheb ameandika ya kwamba waislamu walikuwa wanaona manzari haya, na kwa sababu ya ghera ya kidini damu yao ilikuwa imechemka, lakini mbele ya mtume salallahu alaihi wasallam walikuwa wamekaa kimya. mwishowe hat umar hakuweza kujizuia, yeye akaja karibu na mtume saa salam na akasema kwa sauti yenye kutetemeka ya kwamba je, wewe si mtume wa allah aliye mkweli? mtume akasema kwamba ndiyo mimi ni mtume wake. hata umar akasema, je, hatuko juu ya haki na adui wetu si juu ya batili? mtume akasema kwamba ndivyo ilivyo. umar akasema kwamba tena katika swala hili la dini yetu kweli, kwa nini tuvumilie mazila haya? mtume saa salam kwa kuona hali hat umar akasema kwa maneno mafupi, angalia umar, mimi ni mtume wa allah na mimi najua matakwa ya allah, na mimi siwezi kufanya kinyume chake. yeye ndiye msaidizi wangu. lakini hat umar hakuweza kuelewa kwa sababu ya tabia yake, hivyo akasema kwamba je, ulikuwa hukutuambia ya kwamba sisi tutafanya tawafu ya baitullah? mtume akasema kwamba ndiyo, bila shaka nilikuwa nimesema, lakini je, nilikuwa nimewaambieni kwamba tawafu hiyo lazima tutaifanya mwaka huu? umar akasema hapana, hukusema hivyo. mtume akasema basi subiri, mungu akijalia bila shaka mtaingia maka na mtafanya tawafu ya kaba. lakini katika hali hiyo ya jaziba umar hakuweza kurizika, lakini kwa sababu ya haiba ya mtume salallahu alaihi wasallam umar hakusema neno lolote, na akaja kwa abubakar na akaongea naye mambo hayo. hat abubakar raziallahu taala anhu pia akamjibu majibu yale yaliyofanana na majibu ya mtume saa salam. lakini pamoja na hayo hat abubakar raziallahu anhu akamwambia kama kumpatika nasaha kwamba angalia umar, uwe makini na mkono ulioweka juu ya mkono wa mtume salallahu salam usiache ulegee, kwani wallahi mtu huyo ambaye tumeweka mkono wetu juu ya mkono wake ni mtu mkweli. hat umar anasema kwamba wakati yule mimi kwa sababu ya jaziba yangu
nilisema mengi lakini baadaye nikajuta sana na nikafanya matendo mengi ya nafali ili kutubu na kufuta athari yake. yani nikatoa sadaka na nikafunga saumu na nikaswali sala za nafali na nikawacha huru watumwa ili doa hilo la udhaifu wangu lifutwe. Almusleh maud raziallahu taala anhu pia akieleza kuhusu tukio hilo ameandika kwamba anasema safari moja mtume saa salam akielekea kwa maswahaba zake akasema ya kwamba mimi niliwaamuruni sana, lakini saa nyingine nikaona hisia fulani za kupinga kwa baadhi yenu wenye ikhilasi, lakini hisia hiyo sijawahi kuiona kwa Abubakar. Basi wakati wa suluhu ya Hudabia mtu kama Hazrat Umar naye alipata wasiwasi, na katika hali hiyo hiyo ya kiherehere akamwendea hata Abubakar na akasema kwamba je, Allah hakutuahidi kuhusu umra? Abubakar akasema kwamba ndio, ilikuwa ahadi ya Allah. Ye akasema kwamba je, Allah hakutuahidi ya kwamba ye atatunusuru na atatusaidia? Hata Abubakar akasema kwamba ndio, ilikuwepo. Umar akasema sasa je, tumefanya umra? Hata Abubakar akasema kwamba Umar, lini Allah alikuwa amesema kwamba tutafanya umra mwaka huu? Kisha Umar akasema kwamba je, tumepata ushindi na msaada? Hata Abubakar akasema kwamba Allah na mtume wake wanajua vizuri kuliko sisi maana za ushindi na nusura. Lakini Umar hakurizika na jibu lake, na katika hali hiyo hiyo ya huzuni na wasiwasi akaja kwa mtume saa salam na akasema kwamba ya Rasulallah, je, Mungu alikuwa hakutuahidi ya kwamba sisi tutaingia Makka tukifanya tawafu? Mtume akasema kwamba ndio. Ye akasema je, sisi si jumuiya ya Allah? Na je, Mungu hakutuahidi ahadi ya ushindi na nusura? Mtume akasema kwamba ndio, ilikuwepo. Hata Umar akasema basi ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, je, tumefanya umra? Mtume akasema kwamba Allah alikuwa amesema lini kwamba mwaka huu tutafanya umra? Hilo lilikuwa wazo langu ya kwamba umra itafanywa mwaka huu. Mungu hakupanga muda wake. Yeye akasema sasa kuna maana gani ya ushindi na nusura? Mtume akasema kwamba bila shaka nusura ya Allah itafika na ahadi aliyofanya yeye lazima itatimia. Kana kwamba jibu ambalo hata Abubakar alikuwa amelitoa, Mtume saa salam pia akatoa jibu hilo hilo. Na tofauti iliyopo katika riwaya hizi mbili ndiyo hii ya kwamba kwa mujibu wa riwaya moja hat Umar kwanza alihudhuria kwa Mtume saa salam kisha akamwendea hata Abubakar, na yale asemayo hat Musleh Maud ni jambo lile, lakini linasema kwamba alikwenda kwa hata Abubakar kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imesimuliwa na hata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba watu wawili walibishana. Mmoja alikuwa kutoka kwa Waislamu na mwingine alikuwa kutoka kwa Wayahudi. Muislamu alisema kwamba naapa kwa yule ambaye amemjalia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubora juu ya walimwengu wote. Hapo Myahudi akasema kwamba naapa kwa yule aliyempatia Musa fadhila juu ya ulimwengu wote. Hapo Muislamu akainua mkono wake na akamchapa Myahudi. Myahudi huyo akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwambia kuhusu yale yatokayo baina yake na baina ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita yule Muislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamhoji kuhusu swala hilo. Yeye akamweleza Mtume sallam. Hapo Mtume akasema kwamba msinipe fadhila juu ya Musa. Chini ya maelezo ya hadisi hiyo imeandikwa ya kwamba Muislamu ambaye alimchapa Myahudi yeye alikuwa hata Abubakar. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Al-Musleh Maud akieleza tukio hili amesema hivi ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijali sana hisia za watu wa dini zingine. Safari moja Myahudi mmoja alisema mbele ya Abubakar ya kwamba naapa kwa Musa ambaye Mungu amempatia ubora juu ya manabii wote. Hapo Abubakar akamchapa kibao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya tukio hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita hata Abubakar na akakasirika juu yake. Musleh Maud anasema ya kwamba tafakarini, ni serikali ya Waislamu
na myahudi mmoja anampa musa ubora juu ya mtume salallahu alaihi wasallam na anatumia maneno ambayo yanamkasirisha abubakar raziallahu anhu ambaye alikuwa na moyo mpole sana na yeye anamchapa lakini mtume saa salam anakasirika juu yake na anasema kwamba kwa nini ulifanya hivyo, kwa nini ulimchapa? Yeye ana haki ya kuwa na itikadi apendayo. Kama hiyo ni itikadi yake, yeye anaweza kusema na kuieleza. Muslih Maud raziallahu taala anhu akieleza kuhusu mapenzi aliyokuwa nayo hata Abubakar kwa mtume saa salam anasema ya kwamba uhusiano wa hata Abubakar raziallahu anhu kwa mtume saa salam ulikuwa ni kivyake. Mtume saa salam alipotoka Makka ili aingie Madina, wakati ule pia uhusiano wake ulikuwa na upendo mkubwa, na muda wa kifo chake pia ulipofika, wakati ule alikuwa anampenda mno. Hivyo wahyi wa iza jaa nasrullahi walfath waraita nnasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ulipomshukia mtume sallallahu alaihi wasallam, ambamo mlikuwa taarifa ya kifo chake, mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba, na katika hutuba yake akaeleza kuhusu kushuka kwa sura hiyo, na akasema Mwenyezi Mungu akampatia mja wake hiari ya kuchagua moja kati ya mawili, yani ukaribu wake, urafiki wake na maendeleo ya kidunia, nami nikapendelea ukaribu wake, urafiki wake. Kwa kusikia sura hiyo, nyuso za maswahaba wote zikangaa kwa furaha na wote wakaanza kupiga takbira na kumtukuza Allah, na wakasema kwamba alhamdulillah, sasa siku hiyo inakuja. Lakini wakati ambapo wote walikuwa na furaha, hata Abubakar hakuweza kujizuia na akaanza kulia na akasema kwamba ewe mtume wa Allah, wazazi na wake na watoto wetu wajitolee kwako, kwa ajili yako tuko tayari ya kujitolea kila kitu. Kana kwamba jamaa wa mtu fulani akiugua mbuzi anachinjwa kama sadaka, vivyo hivyo hata Abubakar akamtolea mtume sallallahu alaihi wasallam zabihu yake na zabihu za jamaa zake wote. Kwa kumwona akilia na kwa kusikia hilo, baadhi ya masahaba wakasema kwamba angalieni imekuaje kwa mzee huyo. Mwenyezi Mungu amempatia mja fulani hiari ya kwamba hata kama apendelee urafiki wake au maendeleo ya kidunia, yeye amependa urafiki wake. Kwa nini huyu analia, ila hali kinachoelezwa hapa ni ahadi ya ushindi wa Islam? Hazrat Umar pia, sahaba mwenye daraja ya juu, akaonyesha mshangao wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahisi mshangao huo wa watu na akaona hali ya Abubakar raziallahu taala anhu, na kwa ajili ya kumtia moyo akasema kwamba Abubakar ni mpendwa wangu, kiasi kwamba kama min ghairi ya Allah ingekuwa na ruksa ya kumfanya mtu kuwa rafiki, mimi ningemfanya kuwa rafiki yangu. Kisha akasema hata hivyo huyu ni rafiki yangu na ni sahaba. Kisha akasema kwamba mimi natoa amri ya kwamba kuanzia leo madirisha ya nyumba za watu wote yanayofunguka misikitini yafungue isipokuwa dirisha la Abubakar. Na hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alisifu mapenzi yake, kwani hayo yalikuwa mapenzi kamili ambayo yalimwambia hata Abubakar radhiallahu anhu ya kwamba nyuma ya habari hiyo ya ushindi na nusura kuna habari ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye akatoa fidia ya nafsi yake na nafsi za jamaa zake akisema kwamba sisi tufe lakini mtume sallallahu alaihi wasallam abaki hai. Juu ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar alionyesha mfano wa hali ya juu wa mapenzi yake. Ilmuradi Abubakar katika pango la Thawr hakuhisi hofu juu ya nafsi yake, bali akajihisi hofu kuhusu nafsi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akamtia moyo. Kila sehemu ambapo alionyesha wasiwasi wake akaonyesha kwa sababu ya mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika sehemu nyingine Hazrat Muslih Maud anasema ya kwamba inapatikana katika hadisi ya kuwa safari moja Hazrat Umar na Hazrat Abubakar walihitilafiana juu ya jambo fulani na mjadala huo ukazidi. Hazrat Umar alikuwa na tabia kali, hivyo Hazrat Abubakar akaonelea kuondoka kutoka kule ili ugomvi usije ukazidi. Hazrat Abubakar akajaribu kuondoka, hapo Hazrat Umar akaja mbele na akashika kanzu yake na akasema kwamba nipe jibu la jambo langu kisha uondoke. Hata Abubakar alipojaribu kuachisha kanzu yake na kuondoka, kanzu yake ikachanika,
ye akatoka huko na akaja nyumbani kwake, lakini hat umar akapata wasiwasi kwamba hat abubakar ameenda kwa mtume saa salam ili kunishitaki. ye pia akaenda nyuma yake ili ye pia aweze kumweleza mtume saa salam uzuru wake, lakini njiani hat abubakar akatengana naye na akashika njia nyingine na kwenda upande mwingine. hat umar akafikiria kwamba abubakar ameenda kwa mtume saa salam ili kunishitaki. ye pia akafika kwa mtume saa salam moja kwa moja, lakini alipofika huko akaona kwamba hata abubakar hakuwepo kule, lakini kwa kuwa alikuwa amehisi majuto moyoni mwake, hivyo akasema kwamba ya rasulllah, mimi nimekosea na nimemtendea abubakar kwa ukali. hata abubakar hana kosa lolote, mimi ndiye mwenye makosa. hat umar alipofika kwa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam, mtu fulani akaenda kumwambia hat abubakar ya kwamba hat umar ameenda kwa mtume salallahu salam ili akushitaki. hat abubakar akapata wazo moyoni mwake kwamba inabidi niende kujitetea ili mtume saa salam aweze kujua kuhusu mambo yote na niweze kujieleza kwake. hata abubakar alipofika kwa mtume saa salam na hat umar alikuwa anasema kwamba ya rasulllah, mimi nilikosea, mimi nikabishana na abubakar na nikachana kanzu yake. mtume salallahu alih wasalam aliposikiliza maneno yake, athari za hasira zikazuhiri usoni mwake. mtume saa salam akasema kwamba eni watu, imekwaje kwenu wakati dunia nzima ilipokuwa ikinikataa na nyinyi pia mlikuwa wapinzani wangu wakati ule? huyu alikuwa abubakar ambaye aliniamini na kwa kila njia akanisaidia. kisha akasema kwa huzuni kwamba sasa je, hamtaniacha mimi na abubakar? mtume saa salam alikuwa akisema. ndipo abubakar akaingia ndani. musleh maud raziallahu taala anhu akieleza maelezo yake ya mbele anasema kwamba huu ni mfano wa mapenzi ya kweli, ya kwamba hata abubakar alipoingia ndani yeye alifanya nini, alionyesha mfano wa aina gani. hata musleh maud anajenga hoja akisema kwamba huo ni mfano wa mapenzi ya kweli, ya kwamba badala ya kueleza uzuru wake na kujitetea akisema kwamba ya rasulllah, mimi sikukosea bali umar akakosea, ye alipoona kwamba mtume saa salam amepata huzuni moyoni mwake, hivyo yeye hakuweza kuvumilia kwamba kwa sababu yangu mtume saa salam apate uzia. hivyo mara baada ya kufika kwake akaja kuketi mbele ya mtume saa salam huku akipiga magoti mbele yake na akasema, ya rasulllah, umar hakukosea, mimi nilikuwa nimekosea. angalieni hata abubakar kwa kiasi gani alivyokuwa akimpenda mtume saa salam. ye hakuweza kuvumilia kwamba mpendo wake apate uzia fulani kwa kuona kwamba mtume saa salam amemkasirikia hata umar. hata abubakar hakufurahi juu yake. kikawaida watu wanakuwa na tabia hii ya kwamba wanapoona adui wao akipewa adhabu wanafurahi juu yake, kwamba huyu ameadhibiwa au mtu fulani amekasirika juu ya adui wake. lakini mpendo wa huyo wa kweli wa mtume saa salam hakupenda habari hiyo ya kwamba mtume apate huzuni fulani hata kama sababu yake iwe nini. akasema kwamba mimi nakubali kosa langu, lakini sitamwacha mpendo wangu apate huzuni. na akasema kwamba ya rasulllah, umar hakukosea, mimi nilikuwa nimekosea. hayo musleh maud anasema ya kwamba hata abubakar kwa ajili ya kumwondolea mtume salallahu alih wasallam huzuni, ijapokuwa ni mazlum, yani amezulumiwa, lakini anakiri kwamba ni mzalimu ili moyo wa mtume sasa usipate uzia. sasa kivipi hiyo inaweza kutokea ya kwamba mja aliye muumini kwa ajili ya kupata ridhaa ya allah asifanye kazi ile ambayo impeleke karibu na ridhaa ya allah? hiyo ndiyo alama ya muumini, ya kwamba kwa ajili ya kumfurahisha allah afanye kazi zote na asitende kitendo chochote ambacho kinaweza kumkasirisha allah. kisha musleh maud raziallahu taala anhu anasema katika sehemu nyingine, safari moja umar alimjia mtume saa salam na kitabu cha taurati na akasema ya kwamba ya rasulllah, hii ni taurati. mtume saa salam kwa kumsikia umar hakusema jambo lolote, lakini hat umar kwa kufungua taurati alianza kuisoma. hapo zilitokea athari za kutokuipenda juu ya uso wa mtume saa salam. hat abubakar alipoona jambo hilo, ye akamkasirikia hat umar
na akasema kwamba je huoni ya kwamba mtume salallahu alaihi waalihi wasallam hakupenda hiyo. kwa kusikiliza hilo hat umar pia akaelewa na akaona alama fulani za hasira juu ya uso wa mtume sallallahu salam, na hapo alipoona kwamba mtume amekasirika akaomba razi na akamwomba mtume saa salam msamaha juu ya kitendo hicho. muslih maud raziallahu anhu ameeleza tukio hilo chini ya maelezo ya aya moja, na kukasirika kwa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kulitokana na kusoma kwa aya ile ya taurati ambayo ni kinyume cha mafundisho ya islam. hiyo ilikuwa sababu yake, na sio maana kwamba kwa nini alisoma taurati. huzuri anasema kama kuna mtu ambaye ana shauku ya kusoma maelezo ya aya, basi anaweza kusoma tafsiri kabir jalada 6 aya 3 ya sura an-nur. muslih maud raziallahu taala anhu anasema ya kwamba jinsi masahaba watukufu wa mtume saa salam walivyokuwa wakimtii mtume salallahu alaihi wasallam, ushahidi wake unaweza kupatikana katika tukio moja la hata abubakar sidik raziallahu taala anhu. baada ya kifo cha mtume saa salam, baadhi ya makabila ya uarabuni yalipokataa kutoa zaka, hata abubakar raziallahu taala anhu akawa tayari kupigana vita zidi yao. wakati ule hali ilikuwa ni ya kutisha, mpaka hat umar raziallahu anhu pia akatoa ushauri ya kuwatendea watu hawa kwa upole, lakini hat abubakar raziallahu taala anhu akamjibu akisema kwamba mwana wa abu kahafa hana nguvu na uwezo wa kusitisha amri hii ambayo mtume salallahu alaihi wasallam ameitoa. wallahi kama watu hawa katika zama za mtume saa salam walikuwa wakitoa kamba ya kufungia mguu wa ngamia kama zaka, mimi nitachukua kamba ile kutoka kwao na sitapumzika mpaka walipe zaka. hiyo ni riwaya ya bukhari. hata abubakar alisema kwamba katika swala hilo, kama we huwezi kunisaidia basi usinisaidie, mimi nikiwa peke yangu nitapambana nao. huo ndio utii wa mtume salallahu alih wasalam, ya kwamba katika hali ya kutisha upande mmoja masahaba wakubwa wanatoa ushauri kwamba tusipigane nao vita. hata hivyo kwa ajili ya kutimiza amri ya mtume saa salam, abubakar anakuwa tayari kukabiliana na kila aina ya hatari. vivyo hivyo kuhusu kuzuia jeshi la usama pia masahaba walimwambia, lakini hata abubakar akasema kwamba kama adui wapate nguvu kiasi kwamba wapate ushindi juu ya madina na maiti za kina mama waislamu zibururwe na mbwa, hata hivyo mimi siwezi kuzuia jeshi ambalo mtume saa salam alikuwa amelitayarisha na kulituma. jabir raziallahu taala anhu anasimulia ya kwamba mtume saa salam alisema, nikipokea mali kutoka bahrain mimi nitakupatia kiasi fulani na fulani, na alisema kwa ishara ya mkono wake. lakini mali ile ikaaja ambapo mtume saa salam alikuwa ameshafariki dunia. mali ya bahrain ilipofika, hata abubakar akamwamuru mtangazaji ili awatangazie watu akisema kwamba mtu ambaye anamdai mtume salallahu alaihi wasallam au kama anayo ahadi kwake aje kwetu. kwa kusikiliza hilo, jabir anasema nikaenda kwake na nikasema mtume alikuwa ameniahidi kiasi fulani na fulani. hata abubakar akanipatia lab 3 kwa kuzijaza vizuri. ali bin madini alikuwa akisema ya kwamba safian kwa kuinua mikono miwili alikuwa anajaza lab, yani alikuwa amempatia kwa mikono miwili. abu said khudri anasimulia ya kwamba mali kutoka bahrain ilipofika, mimi nilimsikia mnadi wa abubakar akiwatangazia watu kwamba mtu ambaye mtume saa salam awe amemwahidi ahadi ye aje. watu walimjia abubakar, ye alikuwa anawapatia. kisha abu bashir mazni akaja, ye akasema kwamba mtume sasam alikuwa amesema, abu bashir mali ikinijia uje kwangu. hapo abubakar akampatia lab 2 au 3 kwa kuzijaza.
ambayo ilikuwa sawa na dirhamu 1400. maana yake ni kwamba akampatia kwa kujaza mikono yote miwili. Hazrat Abubakar Siddiq alikuwa anaongea na maswahaba watukufu, ndipo baada ya muda mfupi akamwambia mtumishi wake kwamba ninyweshe maji. Mtumishi huyo baada ya muda mfupi akamletea maji katika chombo cha udongo. Hazrat Abubakar Siddiq akashika chombo hicho kwa mikono yake miwili na ilikuwa anywe maji yale, ndipo akaona kwamba chombo hicho kimejaa na asali na hata maji pia yamechanganywa mle. Akaweka chombo hicho chini na hakunywa maji. Kisha akamwona mtumishi na akamuuliza kwamba hicho ni nini. Mtumishi akasema kwamba nimechanganya asali katika maji. Hata Abubakar Siddiq akaona chombo kwa umakini. Baada ya muda mfupi tu machozi yakaanza kutiririka kutoka macho yake. Hata Abubakar Siddiq akaanza kulia mpaka akapata kwikwi na sauti yake ikawa juu na akapata huzuni kubwa. Watu wakaelekea kwake na wakaanza kumtia moyo wakisema kwamba ewe khalifa wa rasul, imekuwaje kwako? Kwa nini unalia sana? Wazazi wetu wajitolee kwako, kwa nini unalia mpaka umepata kwikwi? Hata Abubakar Siddiq hakuweza kujizuia, akaenda kulia na watu walio karibu naye wakaanza kulia na kisha wakanyamaza. Lakini hata Abubakar akaendelea kulia na alipojizuia kidogo watu wakamuuliza sababu ya kulia kwake, wakisema kwamba kwa nini umelia, kitu gani kimekufanya mpaka ulie sana? Hata Abubakar Siddiq akafuta machozi yake na kitambaa na kwa kujizuia akasema kwamba mimi katika siku za marazi ya mtume sallam nilikuwa kwake na mimi nilimwona mtume sallam anaondoa kitu fulani kwa mkono wake, lakini mimi sikuweza kuona kitu hicho. Mtume alikuwa akisema kwa sauti hafifu kwamba ondoka kutoka hapa, ondoka kutoka hapa. Mimi nikaona hapa na pale, lakini sikuweza kuona kitu chote. Nikasema kwamba ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mimi nimekuona unaondoa kitu fulani kutoka kwako, ilhali mimi sioni kitu chochote kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea kwangu na akasema kwamba kwa hakika hiyo ilikuwa dunia ambayo ilinijia kwa starehe zake zote. Mimi nikaiambia kwamba ondoka kutoka hapa. Hiyo ilikuwa hali fulani ya kashf kwamba ondoka kutoka hapa. Dunia ikaondoka ikisema kwamba kama wewe umesalimika kutoka kwangu basi haina shida, watu watakao kuja baada yako hawataweza kujisalimisha kutoka kwangu. Hazrat Abubakar Siddiq akatikisa kichwa yake kwa huzuni na akasema kwa sauti yenye huzuni kwamba eni watu, mimi pia kwa kuona maji haya yaliyochanganywa na asali nikapata hofu kwamba dunia isije ikanikamata, na ndio maana nikalia mpaka nikapata kwikwi. Katika ushindi wa Iraq waislamu walipata shuka yenye thamani. Hat Khalid kwa ushauri wa wanajeshi akamtumia Abubakar Siddiq kama zawadi na akasema kwamba wewe upokee shuka hiyo, shuka hiyo tumetuma kwa ajili yako. Abubakar hakupenda kuichukua shuka ile na hakuwapatika jamaa zake, bali akampatia Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Huzur amesema habari zinazobaki nitazieleza katika siku za usoni. Wakati huu napenda kuwazungumzia marehemu wawili na pia nitasalisha sala yao ya jeneza inshallah. Marehemu wa kwanza ni mheshimiwa Samiullah Sial Saheb ambaye alikuwa wakili wa Ziraat wa Tahriki Jadid. Akiwa na umri wa miaka 89 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Baba yake alikuwa Rahmatullah Sial Saheb. Katika familia ya Samiullah Sial Saheb jumuiya ilipatikana kwa kupitia baba yake Rahmatullah Sial Saheb ambaye katika zama za Khalifa Sani mwaka 1968 alikuwa amefanya baiati. Wakati ule umri wa Samiullah Sial Saheb ulikuwa ni miaka 4. Mama yake alipojua kuhusu baiati ya mume wake akamwacha mume wake na akamchukua huyu na kwenda kwa wazazi wake. Tukio hilo lilipoelezwa mbele ya Khalifa Sani, huzur alimwambia baba yake kwamba ufanye kesi na umchukue mwanao. Kesi ikafanywa na mtoto huyo akaletwa kwa baba yake.
na baba yake akamlea. baba wa Samuel Sial Saheb wakati wa kutokea ufisadi alikuwa amewawa shahidi katika mashariki mwa Punjab. kisha jamaa zake ambao walikuwa si wa Ahmadia walijaribu kumchukua tena na walijaribu kumchochea zidi ya jamaati, lakini ye hakuacha Ahmadiyat. mwaka 1949 alifanya matric kutoka Talimul Islam High School. mwaka 1954 alifanya BA kutoka Talimul Islam College na kisha mwaka 56 akafanya MA Shumariyat katika Government College Lahore. ana wana wawili, mmoja ni daktari anaishi Canada na mwingine ni Iftikharullah Sial Saheb ambaye ni in charge katika Tahrika Jadid na ni wakfe zindagi. mwaka 1949 Sial Saheb alijitolea wakfu na pamoja na wakfin wengine akafanyiwa interview na Musleh Maud radhiyallahu anhu mwenyewe aliandaa mtihani kwa ajili yao, na baadaye sawa na mwongozo wa Musleh Maud radhiyallahu anhu akapata admission katika Talimul Islam College Lahore, na hapa akafanya BSc na baadaye akafanya MSc katika mada hiyo ya takwimu. mwaka 1953 aliteuliwa katika ofisi mbalimbali na akaendelea kufanya kazi. kuanzia mwaka 60 hadi 63 alipata bahati ya kuitumikia jamaat katika nchi ya Sierra Leone. mwaka 1983 Khaliful Masih Rabi rahimahullah taala akamteua wakilo ziraat na wakil wa santo tijarat. kuanzia 88 hadi 99 akaitumikia jamaat kama wakilo diwan, na kuanzia 99 hadi 2012 akaitumikia jamaat kama wakilo ziraat na santo tijarat, na akaendelea kuitumikia jamaat hadi kifo chake kama wakilo ziraat. ameweza kuitumikia jamaat kwa miaka 69. alikuwa mjumbe wa kamati mbalimbali za Anjuman na Tahrike Jadid na alikuwa mkurugenzi wa baadhi ya makampuni yaliyosajiliwa serikalini, na pia katika Khudamul Ahmadiyya aliweza kutoa huduma kama muhtamim kwa muda mrefu na aliweza kufanya kazi katika idara mbalimbali. mke wake Bi Amatul Hafiz Sial Sahiba anasema kwamba katika muda huo wote wa miaka 64 nimeona kwamba mume wangu alikuwa mwema, mwenye kunipenda sana na mwenye kumtegemea Allah. alikuwa anawatanguliza wengine juu ya shughuli zake na alikuwa anazitanguliza amri za khalifa wakat juu ya mambo yote. anasema nilipoolewa mwanzoni alinifahamisha kwamba mimi ni wakfu zindagi, yani nimejitolea wakfu, na mke wa mtu anayejitolea wakfu pia anakuwa wakfu. kisha anasema kwamba alikuwa anawatumikia maskini na alikuwa anawakarimu sana watu. mwanaye Iftikharullah Sial anasema kwamba alikuwa na unyofu mkubwa na jamaat na upendo mkubwa na jamaat. mwaka 1947 baba yake alipouawa shahidi, ye akawa peke yake, na kama ilivyoelezwa kwamba kutoka jamaa zake baba yake ndiye aliyekuwa Ahmadia na mama yake pia alikuwa amemwacha. jamaa zake wakamwambia kwamba uache Ahmadiyat, sisi tutabeba matumizi yako yote ya masomo na mengine. lakini yeye kutokana na kumpenda Ahmadia na kuwa na imani kamili juu ya Ahmadiyat akasema kwamba hata kama nife nikiwa na njaa sitaacha Ahmadiyat, na kisha akaendelea kusimama imara juu ya imani yake hiyo. alikuwa akitamani sana kwamba silsila hiyo ya wakfu iendelee katika vizazi vyake. anasema nilipojitolea wakfu akafurahi sana. alikuwa amekuja London na akamwambia Khalif Sirabe. Khalif Sirabe akaonyesha furaha kubwa kwamba hiyo ndiyo wakfu sahihi, kwamba watoto pia wajitolee wakfu. shida za dini au za kidunia zilipokuwa zikija, alikuwa anainama mbele ya Allah na alikuwa anafanya maombi mengi ili shida hizo ziondoke. mwanaye anaandika kwamba mimi sijawahi kumwona baba yangu akiacha sala ya tahajudi katika maisha yake yote. alikuwa anawasaidia sana watu maskini, na baada ya kifo chake watu wengi wamenijia na wameniambia kwamba kila tulipokuwa na haja ya hela
tulikuwa tunaenda kwa sial saheb alikuwa anatusaidia sana saa nyingine shida fulani ilipokuwa ikitokea katika nyumba yake na upande wa pili alikuwa akipata nafasi ya kuitumikia jamaati basi wakati ule alikuwa anatoka kwa ajili ya kufanya kazi ya jamaat na shida yake binafsi alikuwa anamwachia allah subhanahu wataala mke wa mtoto wake anasema kwamba daima alinifundisha somo la kuipenda jamaat na kuwa mtifu kwa ukhalifa na marehemu alikuwa na yakini kubwa sana juu ya kila neno la khalifa wa zama kuhusiana na hilo alikuwa anasema kwamba mwanzoni nilipoenda kumwona khalif sisani raziallahu taala anhu wakati ule churchill alikuwa amefanywa kuwa waziri mkuu akiwa na umri miaka 80 khalid msisani akamwambia kwamba kama churchill anaweza kuwa waziri mkuu katika umri huo miaka 80 kwa nini hamwezi kuitumikia jamaat kwa miaka 80 hapo anasema nilikuwa nimetoa natija kwamba sisi sote tuliomo katika kundi hili la wakfine zindagi umri wetu utakuwa kama miaka 80 na allah atatusaidia atatujaalia kuitumikia jamaati hivyo chaudhuri hamidullah saheb alikuwa mwenzake musliddin saheb alikuwa mwenzake wote walipata umri zaidi ya miaka 80 zura amesema maelezo hayo ni ya mwanaye sasa mke wa kijana wake anasema kwamba katika umri wangu mdogo baba yangu alikuwa amefariki dunia na mimi nilipata mapenzi kama baba kutoka kwake katika muda huo miaka 22 mimi nimemwona alikuwa akinitendea kama awe baba yangu mzazi alikuwa anapenda ahmadiyat na ukhalifa alikuwa anawapenda watu maskini na alikuwa mtu mkweli alikuwa anamkumbuka allah alikuwa anamshukuru allah juu ya mambo yote alitoa mchango mkubwa katika kuwalea watoto wangu na aliwafundisha tafsiri ya Qur'an tukufu na alikuwa anawahimiza wasome vitabu vya Masihi Maula sallam na pia alikuwa anafanya mtihani wao anasema kwamba watoto wangu walipokuwa wakiketi kwa babu yao yeye alikuwa anawasimulia matukio mbalimbali ya historia ya jamaat na kuhusu mapenzi ya makhalifa mtoto mdogo tu hata akija nyumbani alikuwa anamtumikia vizuri basil saheb naib wakil ziraat anaandika ya kwamba samiullah sial saheb alikuwa na moyo mpole sana alikuwa anaupenda mno ukhalifa alikuwa anawasaidia watumishi mbalimbali katika ofisi yake na daima alikuwa anatuhimiza kwamba tuwe na uhusiano imara na khalifa wa zama na daima alitupa mafunzo kwamba sisi tulinde kila pesa ya jamaati na kama masihi mola salam alivyosema kwamba sina wasiwasi kwamba pesa itatoka kutoka wapi bali nina wasiwasi kwamba watakao ilinda pesa hiyo watatokea kutoka wapi kisha anasema kwamba wakfi zindagi au mtumishi fulani au ahmadia alipokuwa anakuja kukutana naye alikuwa anamwambia kwamba katika kuitumikia jamaat kuna baraka tele na mtu yote ambaye anaitumikia jamaati mwenyezi mungu anamjalia sana na mwenyezi mungu anatimiza mahitaji yake yote alikuwa anatoa mfano wake akisema kwamba mimi sikuwa kitu allah akanijalia mengi na hizi ni baraka za wakf nasrin hai sahiba yeye anasema kwamba huyu alikuwa miongoni mwa watu muhimu wa familia yetu alikuwa anawaheshimu sana mama yangu na baba yangu ye hakuwa na binti nilipofikia umri wa miaka 7 au 8 na shangazi yangu akaanza kunilea na kisha nikabaki kwake hadi kuolewa kwangu wote wakanijali sana na wakatimiza mahitaji yangu yote wakanipa masomo bora na wakaniozesha na mbashiri wa jamaati mahmud tahir saheb katibu wa fadhil umar foundation anasema kwamba safari moja aliniambia kwamba nilipomaliza ba na nikateuliwa sawa na mwongozo wa musleh maud nikapelekwa ili kufanya ma wakati ule mtu fulani akamwambia musleh maud akionyesha wasiwasi wake kwamba
nini mnamwezesha afanye ma huyu baada ya kufanya ma asije akakimbia na kupata ajira ya kidunia. hapo muslimud akasema kwamba watu wa kabila la sial hawezi kuvunja ahadi. imran babir saheb wakfe zindagi msimamizi wa mali katika tahriki hii anasema kwamba nilipata bahati ya kutumikia jamaat kwa miaka 15 pamoja naye alikuwa na ubongo imara sana kwa ajili ya shughuli za jamaat. alikuwa anaongea na maafisa mbalimbali bila wasiwasi. nilipata bahati ya kusafiri pamoja naye katika gari la moshi. alikuwa anafanya mahubiri katika safari hiyo na alikuwa anafanya mahubiri kwa sauti ya juu ili watu waweze kusikiliza vizuri. Luqman sahib kilmal awal anasema kwamba alikuwa anasema labbaik juu ya sauti ya ukhalifa na alikuwa anawahimiza wengine. wakati wa kutangaza mwaka mpya wa tahriki ji alikuwa anakuja mwenyewe na kuandikisha ahadi yake na kutoa mchango wake. Sheikh Haris saheb anafanya kazi katika tahriki jadid anasema kwamba nilipofanya wakf yeye akanisaidia sana. alikuwa ananitendea kwa mapenzi na kwa huruma. alikuwa na ushujaa mkubwa sana. alikuwa na wasiwasi kuhusu pesa na mali za jamaati. kisha haris saheb anaandika kwamba mwaka 2015 engineer javed saheb chairman pakistan union council islamabad alikuja kuitembelea rabwa. yeye akapelekwa kwa wazee mbalimbali na pia kwa sial saheb. katika kikao hicho sial saheb akafanya mahubiri na akafanya mahubiri vizuri sana. mwenyezi mungu amrehemu na amghufirie marehemu. mwanaye ambaye ni wakfe zindagi mwenyezi mungu amjalie kutimiza wakfu wake na mwenyezi mungu awajalie jamaa zake utulivu na amani. marehemu anayefuata ni bi sadika begum sahiba mke wa ali ahmad saheb marhum mwalim wakfe jadid ambaye siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 85 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mwanaye ni abdul hadi tarik saheb ambaye ni mbashiri wa jamaat na ni mwalimu katika jamia ahmadia ghana. alikuwa amezaliwa katika pero chichi karibu na qadian. baba yake abdurrahman saheb alikuwa amefariki dunia katika ujana wake mwaka 1944. almusleh maud raziallahu taala anhu akamlea mama yake mjane na watoto wake na akawaita kadian. hatnawab amudul hafiz begum sahiba raziallahu taala anha akawaweka katika nyumba yake na mbashiri anasema kwamba bibi yangu aliendelea kupata bahati ya kumtumikia nawab amudul hafiz begum sahiba. kisha baada ya kutokea uhuru wa india na pakistan musleh maud raziallahu anhu anasema kwamba alimtuma bibi yangu pamoja na watoto wake nasrabad sindh ambapo tukapata malezi. kisha huyu alikuwa binti mkwe wa hatmia aladita saheb ambaye alikuwa sahaba wa masihi maud rasulullah. alikuwa mke wa wakfe zindagi. alikuwa mama wa wakfe zindagi. yeye alimsaidia mume wake ambaye alikuwa ametoa wakfu na aliishi maisha kwa njia nzuri na akamsaidia mume wake. hakumwomba kitu chochote. alikuwa na sifa chungu nzima kama vile unyenyekevu, kuwatumikia wageni akiwa na moyo mpole, kurizika kwa kile alicho nacho, subira na azma imara. hakulalamika kuhusu kitu chochote. hakusikiliza madhambi ya watu wala hakueleza madhambi yao au maasi yao, na aliwatendea jamaa zake kwa wema na kwa ikhilasi. alikuwa na swali sala ya tahajudi na kuswali sala 5. alikuwa nasoma Qur'an tukufu bila kukosa. katika siku za mwisho wakati wa swala alipokuwa anashindwa kuswali alikuwa anafanya maombi kwamba mungu unijalie siha ili niweze kufanya ibada yako. ameacha nyuma mabinti wawili na vijana 3. kama nisemavyo kwamba kijana wake mmoja abdul hadi tarik saheb ni mbashiri wa jamaati katika nchi ya ghana
na kwa sababu ya kufanya kazi ya jamaati hakuweza kushiriki katika mazishi ya mama yake. mwenyezi mungu awajalie wote subira na awajalie waweze kuendeleza mema yake na amghofirie marehemu na amrehemu na amnyanyue katika daraja. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.